mbele, kurudia nyuma. Ulishazoea maisha ya Goma, tena uende mkijiji. Kiokia fwase mwambie nirudie nikufe. Ukisha kuwa hapa, uanze ona tena zaidi ya hapa. Kwa maana ni mikoshi. Mimi sina zile mafransais na sasa kwa kurudia njoo uavance. Ni kuavance zaidi ya kuavance, kupanda ngazi kila siku itwayo leo. Sababu ya tatu walifanya wapite kwenye bahari ya Shamu, ilibidi wabatizwe mbele wa kwenda Kanaani. Kwa hiyo Israeli walibatizwa. Amjue vile Israeli walibatizwa. Musa alianza batizwa ubatizo wa maji alipotupwa juu ya maji, lakini pia ilibidi apitie ubatizo wa moto. Ndio maana Mungu alimtokea nyuma moto ikiwaka na akasema kijiti kinawaka lakini hakiteketee. Kwa hiyo Israeli wao walikuwa hawajabatizwa, ilibidi wabatizwe. Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wa kwanza inasema walipita chini ya bahari wakabatizwa na Musa, tena chini ya wingu. Maana ilikuwa sababu ya Mungu. Wao walikuwa wanalia, wanajiuliza Mungu, kwa nini tupitie hapa? Kwa nini twende njia ya bahari ya Shamu? Ilibidi wapitie alama ya ubatizo. Na jangwa ni kama ubatizo wa moto kwao. Ndio maana Yesu pia baada ya bahari, baada ya Yordani, ilibidi naye aende wapi? Aende jangwani. Kwa hiyo kuna vitu unapitia lakini wao uelewe, unajiuliza Mungu naipitia kwa nini? Mungu iko na kutengeneza katika ulimwengu wa kiroho. Utalia, utachoka, lakini Mungu ataendelea tu mapigo, atakufunza mpaka umalize shule. Kwa nini Yesu asizaliwe mnyumba ya kifalme kama Musa? Kwa nini Yesu asizaliwe kwa matajiri kama Musa? Kwani mtihani wa Musa na mtihani wa Yesu ulikuwa haufanani. Mnyumba ya kifalme Yesu angepata tabu ya kufanya mafungo ya siku 40 bila kula bila kunywa. Kwa sababu mwili kishazoea kula, ni vigumu kuzoea mafungo. Kuna nyumba mlikomaa ndani wakitangaza mafungo ya asubuhi mpaka 18. Unaambia mwenzako njoo maisha yangu. Unaambia hii mafungo ya saa mpaka 18. Njoo maisha ya kwetu. Ndapiga tasu asante. Angikomaa kudekadeka asinge nyangua msalaba. Ilibidi azaliwe kwa mseremala kwenye mambao ziko saa zote ili imsaidia nyangue msalaba. Manake Mungu anapokuandaa anakutanisha na watu ambao watakusaidia usishituke kule unapokwenda mbele. Weka mkono juu, sema Mungu nisaidie kuniandaa. Kuna leo vita huko naipitia ndani ya huduma. Siku kuna mtu atakuja kulia mbele yako, utamwambia usiogope. Hivi vita nimevipitia mimi. Kuna vitu unaipitia kwenye ndoa leo ili kesho ukuwe mshauri wa mandoa. Kisikia mtu anawashauri vizuri watu katika ndoa, ujue ameteseka. Nani ametuhubiri kuhusu wanawake ndani ya Biblia? Mwalimu wa kwanza wa wanawake ni Sulemani, kwa sababu alikuwa na wanawake 1000. Kwa hiyo alielewa mpaka akasema mke mwema nani awezaye kumpata? Iko vigumu sana uhubiri mambo yenye hauna experience nayo, haitakusaidia. Kwa tofauti ya kupreshe meditation na kupreshe experience. Meditation unaweza panda kwa madhabahu unatukana watu sana. Mtu apange miaka 5 uko na mikoshi na laana, hawezi kuwa mpangai miaka 10 kwa sababu wewe ulizaliwa kwenye nyumba ya urithi. Haujui uchungu ya ile kitu. Fie mzima enese 40 yaolewa, mikoshi zikungu, utakufa hivyo hivyo kesheni. Kwa maana wewe umeoleshewa na baba yako alikupatia mume wa mapengo na miaka 13. Kwa hiyo hauelewi uchungu. Angalia, maisha haifanane. Kama wewe kwako vitu vinaendeka, usicheke wengine ambao maisha haijaendeka. Mwambie jirani, usinishimange jirani. Hatuko sawa sawa sote. Wengine waliachiwa urithi na hawana akili.
Akamwambia Sake ni karibu, lakini aliyepasua barabara hakufanya dakika zile. Kwa hiyo wapasuaji njia wanapata taabu sana. Kila siku ukifaulu kwa urahisi fasi fulani, ujue kuna mtu ameteseka juu ya kufaulu. Unaweza pewa ujasiri ya kuhubiri kanisani, unaona watu wanajaa, unaanza kuhubiri mpaka unamtukana na mchungaji, kwa sababu hauna akili ya kujua ni mafuta ya ule mchungaji nafanya watu wakuwe pale. Zile akili huna. Kwa hiyo unaanza mafumbo kwenye mafundisho yako, haujui ameteseka namna gani. Uchungu wa mtoto anaoujua ni mzazi. Kwa hiyo usidanganyike hata kwamba utachonganisha mtoto na baba. Haiwezekani, kwa sababu anajua ni uchungu gani aliyoupata kwa ajili ya mtoto wake. Vilivyokupa machungu vinakuongezea upendo. Tunaelewana? Katika mahubiri mazuri kama haya, jaribu asitukose. Unaweza shangala mtu anapoyokiwa anapiga muziki, usimsemeshe. Sisemeshe mtu hapa. Mimi naendelea tu, mnajua kama majaribu ya muhimiza. Esikie mwalimu yuko naeleweka. Watu wengine Jehova Nisi ikipasuka ndio furaha yao. Lakini kuna wengine maisha yao iko hapa, faraja yake iko hapa. Wanaoshauri ukisha kuwa mtu mkubwa unakomaa na stress inapita, ukwe dawa ya kwanza ni kuingia kwaya. Hata hauna sauti, ni dawa ya kwanza, kwa sababu hata ile kucheza lupengo hivi iko na kusaidia. Niliona hapo wakati wa kucheza nikasema huyu ajui. Kuna watu naona tu ajui, yani anajiua, iko naambia Yesu ndakufia hapa leo. Lakini pia kwa hii njia stress zinaisha. Na hapa Jehova Nisi hapa kufe mtu na stress hapa. Kuja kwenye kwaya si tu kutumikia Mungu, lakini pia na kusaidia maisha yako. Kwa mtu mwenye iko muluanji, ateko na deni ya Baere, na Baere iko kanisani, hamwangaiki yake anaambia Baere, mwambie Baere Bwana akupe maisha marefu kuanzia saa hizi. Maana stress haitakuwaka tena. Haupashi kuwa concentré saa yote. Hata mkanisa unakuwa kama kiongozi wa jeshi, utakufa hapa. Tepetesha sura. Cheza je. Sababu vingine. Cheka na watoto wako. Uko na haki ya kuvala kapitula. Nasema wanaume. Kwa sababu hata leo nimeona kuna wanawake waliingia na suruali, pantalo hapa wanafunga vikwembe. Nikiwaona juma kesho hawataingia hapa. Kwa sababu mkianza vala pantalo mnafunga yulu yake kikwembe. Na shepu tavala vile. Tavala chuma pantalo na vikwembe. Mnapenda tukue sawa sawa? Tuko naeleweka vizuri hapa? Yokia jirani mwambie fungula sura ya jirani. Hakuna mtaogopesha hapa kutuonesha kama wewe uko serie. No. Tunaishi ni kwa neema ya Bwana. Hata uwe pastor ikiwa nyumbani, kama ni kuvaa kilote vaa. Kaa vizuri ionekana pale na mke wako na watoto, mnacheka mnaongea. Pana kwa na call pastorali mpaka mkitanda rabro sika. Utazaa namna gani? Utazaa namna gani? Kila saa ni Biblia. Mungu nitaikula. Hapana kujiuliza huyu atasema nini huyu. Je, mtu alikukwaza unashindwa kula ugali? Kula ugali na iko pale. Na uiombe na umuombe mwele maombi, useme Baba bariki chakula. Kama wengine wanashiba washibe, lakini mimi nitakula. Mungu anataka watu ambao hawanaga uchungu sana. Mungu anapenda watu wa furaha. Ndio maandiko nasema furaheni katika Bwana, tena nasema furaheni. Unapata luonshe kama hii, cheza mpaka adui ashangae. Tena ujikaze umsogelee kwenye yuko kunafanya hivi. Njoo ajui kwamba kuna vitu vinaongezeka hapa. Nani kuna makofi zaidi ya jirani yake?
Geukia jirani, mwambie jirani, sitaacha kanisa juu yako, sitaacha kuishi juu yako. Mimi ni mtoto wa simba, nitaishi. Ongeza makofi zaidi ya kawaida. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, ilitangulia nyosha fimbo yako, bahari itapasuka. Elewa kile kitu. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, ilitangulia nyosha fimbo yako. Manake waendelee kwanza, ndio ilianza. Kisha Bwana akasema nyosha fimbo yako. Mimi ningisema ninyoshe kwanza fimbo, bahari ipasuke ili Israeli waendelee. Lakini Mungu yeye haiko vile, anawaambia waambie waendelee, kisha ufanye nini? Nyosha fimbo yako. Njia ya kuwa baba, nitaendeleaje? Bado hujafungua njia. Nataka ambia mtu mmoja kwamba labda unasubiri upate kitu fulani njo uanze kazi fulani. Mungu anasubiri uanze ile kazi njo utapata ile kitu. Manake hata kama hakuna njia, endelea. Anza uza masware ya mariage na fiancia ya kuya. Anza kujifunza kulamuka saa muya. Hata njia yaonekana, endelea mbele. Hata parcelle hayapatikana, uanze concevoir deja projet ya bâtiment utaijenga mbele ya wakati. Unapaswa kuwa na maono makubwa na njia hayatokea. Sema hata sijaona njia, nitaendelea mbele. Kuna mashujaa hapa wafanye hivi, wala ambao wanajua sisi tunaendelea. Yani njia itakuya tu, lakini itatukuta. Hata hauna experience, ingia mkazi, itakukuta. Unataka olewa haina hii miaka 18, ungali mdogo 19, sema ndakomalia kuli. Utaweza bwana na hivi unagonda. Mungu amemfanya mume kuwa mwepesi sana. Mwepesi sana. Hata awe namna gani, mwepesi sana. Sema nitaendelea. Natabiri mwa hii mwaka kyote kile unawaza Mungu akitimize juu yako. Kuendelea, nitaendelea. Utaendaje Dubai na uyayua angle? Ndaijuia kule. How are you? Muziriu. Pole pole utaendelea. Atuyama mwa ile jengo, mwanze jifunza kuikala vizuri. Kwa hiyo usiwe na mashaka ya kusema nianze kwanza tafuta hiki na hiki ndio na mimi niitike. Ujiitike kwanza. Alivala grand super yako, alivala super yake ya heshima, wewe na kanzaku yako, wewe na Dubai yako. Kama mnazarau Dubai kwa nini? Mnajua Dubai ni mbali sana. Sikuna mtu anafaa Bujumbura na anajiheshimu tu, na kuna mtu anafaa Kisangani hata uvae Walikale. Mimi nishaelewa kwamba Valer haiko nguo unavala. Valer ni wewe unavala ile nguo. Hata iko ya bei chini, kama uko na Valer, bana iwazi yake ni ya yulu sana. Je, mwalimu uko naeleweka vizuri? Mungu akupe Valer yenye tavalorize kila kenye uko nacho, kwa sababu kuendelea watoto wa Jehova nisi tutaendelea. Nishaona mtu mwana kia, jo vile papa, niko nataka jenga nyumba ya 3 niveaux huko yulu Katoi. Bo lakini basi papa, niko naogopa volcan. Nikamwona unashinda Serene na jenga ile nyumba ya mamilioni. Wewe wakale kanyumba kao Katoi, unaogopa volcan, wende jenga. Unajua kuna watu ni wajinga sana. Sa volcano ukiaka wajinga wanausha maparcele zao.
mashujaa wanairokota. Na kila volka ikifika inaachaka mwingine na amplere ya yulu sana. Nyie mjue, sisi wazee tunajua. Lakini Mungu anisaidie siku hii. Mimi nasema mfano. Goma ya 2002 na Goma ya leo inafanana? Manake baada ya shida fulani kuna marekebisho mema. Hakuna mgini nzuri Kongo kama Goma. Kuna fasi tulishafika mu restaurant kule Kishasa, watu watatu, facture $154. Mfuko nilikuwa na 40, nilikuwa nafikiri kwa magali. Mimi nilikuwa najua tu ni kwa magali pale unachukulia kako. Kisu unataka alafu na jilipia unasema mimi naenda unapana $20. Kumbe pale wananiambia $154. Chakula gani? Tumanyama tokauka tumasombe. Mwache Goma itwe Goma. Sasa ndapata pesa wapi na mfuko muko 40. Ile tukoona facture tena walikosea facture na kena siamaliza kula. Apeti naisha na wale niliokuwa nao walikuwa najua mkubwa. Kuna naambia Simba hii mgini yote ni yako. Kumbe Simba nageuka pusi. Hapa hakuna kitu. Itatoka wapi pesa? Nikaona mtu mwana chomoka pale na Kiswahili Lubumbashi ananiangalia anasema niko na lota niko naona. Baba ni wewe au? Nikamwambia ni mimi. Hakuniambia hata niseme jina, nikamwambia ni mimi. Maana yake nilijua asahau asisahau ni mimi. Sasa niko na video saa 10 jana so nikamwambia sasa maana yake nini mzee? Unasema nini? Uko hapa? Aseme baba mkule tu ndalipa. Nikamwambia nilijua utafika. Nilikuwa sina chochote. We kula. Kule Bukavu kwa essence kilema moja hivi. Aliona ana njaa sana. Kilema ana njaa kabisa, akaingia mrestora ya watu. Kalomba chakula. Hana hata kidogo. Kula tena alikula sana. Kaambia waongeze, wakaongeza. Alafu wakasema nashukuru mimi naenda. Wakamwambia tu, wewe hauna pesa tutakuwa. Ungilomba hata sasa ningilomba Mungu nipa. Ningilomba. Kisha akawaambia na niko kilema, mvunje ingine. Wakamwambia wende. Sikwambia ufanye vile, natumia mfano tu. Wakusema hata kama njia yaonekana, hata kama fia ya kuitika umwambia prekilite huko bibi yangu. Nataka tu nikuongezee imani tarehe leo. Kuna mtu yuko nabarikiwa hapa. Kile mtu anakiri mkinywa wake ndio kinafikaka. Sababu ya kufuata waingie jangwani, tuombe Mungu. Mungu alijua wakifika jangwani watatengeneza jeshi kubwa. Oh yes. Hakuna gisi wangefanya formation wakiwa Misri. Ilibidi wafike jangwani mahali pa mapambano makali. Joshua alitoka Misri ni mjenzi wa nyumba, lakini kufika jangwani akawa jenerali mkubwa, jemadari wa jeshi. Maana kuna mateso mengine Mungu anaruhusu pitie ndani ili kutengeneze uwe askari wa kiroho. Kuna watu wameteseka sana. Mwanaume alikuwa anachukua mizigo kichwa. Anamlipa 1000 francs. Anapanda ngazi, anaanza kazi yake polepole. Anauzisha pano, anapanda ngazi. Maana ataishakuwa tajiri, lakini ukimwona asubuhi sura ya mtu unasema huyu alipitia maisha magumu sana. Na Mungu alikupitisha pale ili akusaidie uwe mtu wa kipekee, upambane na maisha yako mwenyewe. Kuna wakati Mungu ataruhusu mashambulizi ya mapepo ikufate. Ulale kidogo ndoto mbaya, ufanye kidogo, ufanye vita vinatokea. Kumbe Mungu anataka kufanya muombaji wa kipekee mwenye utaanza ishi maombi hata mpango wa maombi hujakamilika. Kuna watu walishapitia vita hapa mpaka ukimtikisa hata usiku kwenye maombi, kwenye kitanda, akilamuka tu ni moto. Unaambia moto ya nini? Anasema simuamini mtu hapa, nafikiri kila mtu ni mchawi. Ameshaipitia. Kuna watu wengine wameteseka sana maisha ya jamaa zao, maisha ya ndoa zao. Ameteseka mpaka imemuumbia roho fulani. Angalisho na mtu naye mtesa sana, kuna roho unamuumbia. Kwa hiyo Bwana akikupeleka jangwa anataka akufundishe ugeuke askari. Kwa
Sasa Mungu aliwaambia mnaenda Kanani. Kanani ilikuwa utupu. Kanani kuna watu walikuwa pale. Sasa mtaikamata juu mna ahadi, mtaikamata kwa sababu mnapigana. Na ni shida ya hii nchi tunayo kusema sema. Kuongea, mtu anasema sema hana nguvu. Tulipokuwa watoto ukiona mtu akisema sema, haunijui, akipata moyo. Kawaida ya watu wanaopigana hawasemaki. Katika kundi ya Yesu yote, ushasikia kwenye Yuda alisemaka? Niambie ile fasi kwenye Yuda naye akaambia Yesu, hapo unafahamu mbaya. Ilikuwa ni mroho. Sasa anapagala Yesu marashi anasema mroho. Angijua bei haipa. Mroho. Memsemai wa nguvu mwabo Petro. Njomo alikatana masikio, lakini Yuda akasema siongee kwa maneno. Ukaka na muuzisha. Na alipokuja ukamata Yesu, Yuda akasema njoo ule. Yeye aliwaambia tu yule nitakaye mbusu, kwa tafsiri nyingine mimi siongee. Mimi ni matendo, yule nitakaye mbusu tu. Njoo yeye. Hayo na watu ambao wanakaa kimya sana, wanafikiri mingi. Heri upate Bwana mwenyewe mnatombokeana kama mnablokana, mnadebloke. Ule wewe mwendo wazimu wako mtazeeka. Bali bwana ya vile mnazeeka kama manake wewe na kimbirikiti wako mtafika mbali. Bloke, mnachambana, mnalapana, mundoa vinawezekana. Mimi na wewe mama yangu afufuki. Tena kesho yuko na mimba yako. Kuliko uishi na mtu mwenyewe unamkosea, unakeo vile mwanangu nisamee, nilifanya mabaya. Kama uko mahali funga vitu. Shimama tuombe Mungu. Weka mkono juu. Mwambie Bwana unisaidie tu nijue sababu ya mateso yangu. Karibu kwa maombi. Karibu kwa maombi. Nisaidie nijue sababu ya mateso yangu. Nisaidie nijue kwa nini nayapitia haya. Nisaidie nijue Bwana kwa nini napata vita, kwa nini nazaraulika. Endelea kuomba. Nisaidie Jehova, nisaidie niyafahamu haya. Ni mazito kwangu, inatisha, inaogopesha. Nisaidie Bwana, nisaidie. Haleluya. Leo nilisema tutauza manjanja, pigia Yesu makofi na vigelegele. Nipe envelope. Tushimame wima, usianze jikalisha. Kwa heshima tushimame wima. Ukishasikia kuuza manjanja unataka shuka tusikone. Shimama. Ukiwa kuuza manjanja ni chaguo yako. Pale tunahitaji maelfu ya manjanja. Na tutatia pale mikono yetu. Ulinjanja moya ukipewa unauza ya 18, unauza ya 16, ni shoa yako tu. Ndakupa envelope, unakuja juu ya manjanja. Mwenye kuna parcel Majengo, fasi ya kutia kanisa atusaidie, tutie kanisa pale. Watu wa Majengo wanateseka sana. Lazima tuwe na kanisa nzuri Majengo kubwa, itasaidia watu. Jehova ubariki hizi bahasha, mwenye ataichukua maisha yake badilike, wafungulie milango ya baraka, kila walichokikosa wakipate katika jina la Yesu. Amen. Tuko wima. Utakamata hii envelope. Utaleta manjanja 15, manjanja 10, manjanja 2 mpaka 1. Tena huyu haiko deni, ni ya kuleta leo na kesho. Mimi napenda le 30 yene ile parti ya kwanza tuko tunatia manjanja yote tuimalize. Si inawezekana? Tulifanya devis ya mazabao inatukula ngapi? $43,000 mazabao. $43,000. Walituambia juu charpente $350,000. Charpente imeisha tayari. Maana hakuna kitu ambacho kwa Mungu hakiwezekani. Pale tunasabia tuko maemio kelki yenye iko najenga pale. Budget ilikuwa $600,000 na mliposikia mkafikiri haiwezekani.
Pamoja na Mungu kila kitu kinawezekana. Madhabahu tu, plafond tunatia mzuri, tutatia, tunapamba ile ekran tutatia mbele pale ya kuonesha watu ni kubwa sana, iko $21,000. Na kwa ajili ya Mungu ile yote ni mambo moya bure sana. Pesa tu ni mapapie tunapatia confiance. Karo tunatia kuliko $125,000. Sasa kwambia ulete manjanja ya $16, unaangalia jirani yako, unausha vala maplante sa mobiki ici. Unapashwa kuyo utafanya nini? Mimi natia envelope pale kwa utukufu ya Mungu. Kile ukamate utaleta envelope, utaleta manjanja 10, 100, linjanja moja. Karibu kimbilia hapa haraka. Mkimbia haraka sisi tunachelewa, hatuwezi chelewa ibada ya 3 juu ya mambo ya manjanja. Kwa sababu hata kama hautayaleta manjanja, sisi tutajenga tu. Niliwaambia hapa juu ya charpente $350,000. TikTok wanauliza namba, watu wako ku TikTok wako wanauliza namba na wao mko tu hapo kwa tusa tok huko hivi. Beba envelope pale utaiba tia manjanja. Si tuliwaambia hapa hii charpente ni $350,000. Je, mlipana hata 20,000 juu iko pale. Imeshakuwa pale. Kwa hiyo hata manjanja hata uipane itakuwa tu pale. Lakini yeye ni faida yako wewe na Mungu. Sasa ndio unasema juu ya Mungu nikamate. Yaani mimi siwezi nikatumia maneno ya kukogopesha hapa, kama utoe utakufa. No. Kutoa ni kushisikia mwenyewe. Na yuko na lokota kwa madhabahu igeuke maparcelle kuna lokota hapa. Mweko na kasha na ileta. Na ulikuwa uonekane. Bwana kubariki. Kuja uchukue ile njanja 1, 2, 10. Kesho naileta ku biro, tunaendelesha majengo. Zile kanisa za kujengwa miaka 5, 6, 7, mimi sitaki kile kitu. Bwana kubariki sana. Wengine ambao wanasimama na hamna mpango wa kuchukua bahasha, mweke mkono juu niwaombee, mwende kwa nyumba muishi na watoto pale. Kwa sababu hapa kusudi yetu ni kumjengea Mungu tumalize. Na naweza kuwa hauna leo lakini utaipata kesho. Sinawezekana? Weka mkono juu. Pendo la Mungu Baba na neema ya Yesu, ushirika wa Roho utembee na wote, tuseme amen. Mwende na amani ya Yesu.